Naam, mtazamaji, kulingana na ripoti kuhusu maandamano ya kesho tarehe 9 Disemba nchini Tanzania, sasa ripoti zinaonyesha na kusema ya kwamba maandamano hayo yataweza kuanza mapema kulingana na waandaaji wa maandamano hayo walichoweza kupakia kupitia mitandao yao ya kijamii. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, kulingana na mojawapo wa wahamasishaji wa maandamano ya tarehe 9 Disemba, mwanaharakati Maria Sarungi Seshai, ambaye ni mmojawapo wa waandaaji wa maandamano hayo makubwa, sasa amepakia mageuzi makubwa kuhusu maandamano hayo, ikionyesha dhahiri ya kwamba maandamano hayo yataweza kuanza mapema maeneo ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha pamoja na Mbeya. Hata hivyo, katika hiyo ripoti yake aliyoweza kuichapisha, alichapisha mabango manne ambayo yote yanaeleza muda, wakati na sehemu ambapo maandamano hayo yataweza kuanza mapema. Katika chapisho ama bango lake la kwanza aliweza kuchapisha jiji la Dar es Salaam, Ikulu, akisema ya kwamba maandamano ya mwanzo yataanza Ikulu ya Dar es Salaam. Sehemu ya kukutania ni sehemu inayoitwa Mnazi Mmoja, kulingana naye, akiweza kuwahimiza Watanzania wote wanaojipanga kuandamana waweze kufika eneo hilo Dar es Salaam mapema saa 1 asubuhi, au wanaweza kwenda moja kwa moja. Ukifika kwa utulivu, hatuondoke hadi madai yetu yatimizwe, kulingana na maandishi yaliyoandikwa katika bango hilo. Hata hivyo, aliwataka watu kupiga video au kupiga picha za kutosha na kushare au kutuma kila kona ya nchi. Katika bango la pili ni la mjini Dodoma, ambalo aliweza kuandika kwamba waandamanaji wataandamana Dodoma maeneo ya Bunge, akisema sehemu ya kukutania ni Nyerere Square, akisema watu wafike mapema saa 1 asubuhi ya kesho, au akisema wanaweza kwenda moja kwa moja eneo hilo. Na aliweza kusisitiza katika bango hilo, ukifika kaa kwa utulivu, hatuondoki hadi madai yetu yatimizwe. Aliweza pia kuhimiza piga video au kupiga picha za kutosha na kushare au kutuma kila kona ya nchi. Katika bango lingine ama chapisho lingine aliandika eneo la Arusha, ambapo alisema ni maeneo ya AICC, sehemu ya kukutania, akiandika nje ya uwanja wa Sheikh Abeid Aman Karume, akisema watu wafike mapema saa 1 asubuhi, au unaweza kwenda moja kwa moja. Ukifika kaa kwa utulivu, hatuondoke hadi madai yetu yatimizwe. Aliandika katika bango hilo akisema piga video au kupiga picha za kutosha na kushare au kutuma kila kona ya nchi. Katika bango au chapisho lingine aliandika ni eneo la Mbeya, ambapo alisema watu wataandamana maeneo ya Mwanjelwa stand, akisema sehemu ya kukutania ni airport ya zamani. Fika mapema saa 1 asubuhi, au unaweza kwenda moja kwa moja, liliandika chapisho lake, huku akisema ukifika kaa kwa utulivu, hatuondoki hadi madai yetu yatimizwe. Aliandika hapo katika bango hilo, piga video au kupiga picha za kutosha na kushare au kutuma kila kona ya nchi. Mtazamaji, haya ni maneno ambayo Maria Sarungi ameweza kuyachapisha kupitia mabango ambayo yanahamasisha maandamano ya kesho tarehe 9 Disemba, licha ya serikali ya Samia Suluhu kuweza kupiga marufuku maandamano hayo. Mtazamaji, baada ya machapisho haya ya uhamasishaji wa maandamano haya ya tarehe 9 Disemba kutoka kwa Maria Sarungi, inaonyesha wazi na dhahiri ya kwamba maandamano hayo yataweza kuanza mapema alfajiri ama saa 1 asubuhi. Hii inatokea licha ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa onyo kali na la dharura kabla ya maandamano yanayotarajiwa ya Disemba 9, ikisema kuwa jaribio lolote la kuandaa au kushiriki maandamano hayo litachukuliwa kuwa ni kinyume cha sheria. Lakini wanaharakati hawa wameweka pamba masikioni na hawajasikiliza kabisa onyo hili la serikali. Kauli hiyo iliyotolewa na msemaji wa serikali Jason Msigwa imekuja wakati ambapo hali ya wasiwasi inazidi kutanda nchi nzima, huku makundi mbalimbali ya mtandaoni yakiendelea kuhamasisha maandamano licha kutokuwepo kwa kibali rasmi. Mamlaka imeweka wazi kuwa shughuli zilizopangwa zinakiuka sheria za kitaifa na hazitavumiliwa. Msigwa awali alisisitiza kuwa serikali inaona wito wa maandamano hayo kuwa ni jaribio la makusudi la kuvuruga amani na utulivu ambao Watanzania wamehudumisha. Alieleza kuwa pamoja na kwamba Disemba 9 ni kawaida kuadhimishwa siku ya uhuru, mwaka huu Rais Samia Suluhu aliagiza kusiwe na sherehe kubwa za hadhara. Badala yake, wananchi walihimizwa kuitumia siku hiyo kwa mapumziko na kutafakari majumbani mwao.
Licha hayo, kuna makundi yanayoshinikiza maandamano makubwa, hatua ambayo serikali inasisitiza kuwa ni kinyume cha sheria. Hata hivyo, katika maelezo yake, Msigwa amesisitiza kuwa hakuna mtu anayepaswa kutarajia serikali kupuuza vitendo vinavyodhoofisha usalama wa taifa la Tanzania. Aliwakumbusha wananchi kuwa kuandaa maandamano bila kufuata taratibu za kisheria au bila kibali ni kinyume cha sheria za Tanzania moja kwa moja. Mamlaka, alisema, iko tayari kujibu ipasavyo na hatua muhimu za kisheria. Serikali haitarajii kwamba mtu yoyote atajaribu kuvunja sheria kwa kisingizio cha mikusanyiko ya watu, alieleza, akisisitiza uzito ambao serikali inatazama hali hiyo. Msemaji huyo Jason Msigwa alifafanua zaidi kuwa sheria ya uratibu wa umma Tanzania inawataka waandaaji wa maandamano kutafuta na kupata kibali rasmi kutoka kwa mamlaka husika, na kama hawajapewa, maandamano hayo yahairishwe. Utaratibu huu unahakikisha kwamba mkusanyiko wote unafanywa kwa njia salama na yenye utaratibu. Alithibitisha kuwa hakuna ombi kama hilo lililowasilishwa kuhusu maandamano ya Disemba 9, na kwa hivyo maandamano yote au mkutano wa hadhara uliopangwa kwa siku hiyo hauna msingi wa kisheria. Licha ya onyo hili kutoka kwa Jason Msigwa, wanaharakati kama Maria Sarungi, Mange Kimambi wameweza kupuuza na sasa wanaweza kuandika mahali ambapo wananchi watakutana kuanza maandamano hayo kinyume na sheria. Hili kisheria, alisema, linaweka maandamano kama yasiyoidhinishwa na kuwafanya washiriki kuwajibika kwa mashtaka na kukamatwa au kufunguliwa kesi. Licha ya maonyo hayo ya serikali, sasa watu kama Maria Sarungi wanataka Watanzania ambao wanaishi Dar es Salaam waweze kuandamana maeneo ya Ikulu, wakitaka waweze kukutania sehemu inayofahamika kama Mnazi Mmoja. Vile wakisema wale wa Dodoma wataandamana eneo la Bunge, ambapo wakisema watu waweze kukutania eneo linalofahamika kama Nyerere Square, na wengine ambao ni wa Arusha wakiweza kuandamana maeneo ya AICC, wakisema ya kwamba sehemu ya kukutania watakutana nje ya uwanja wa Sheikh Abeid Aman Karume. Na pia aliweza kuwatumia ujumbe wale wanaoishi Mbeya, akisema kwamba watu wa Mbeya wakutane Mwanjwela stand, ambapo sehemu ya kukutania itakuwa airport ya zamani. Mtazamaji, haya yote ni kulingana na Maria Sarungi, na vile mtazamaji, tukumbuke kwamba Samia Suluhu amesema siku ya kesho ya uhuru watu washerekee manyumbani, na wale ambao watatoka nje kuandamana, basi polisi pia wametoa onyo wakisema ya kwamba wataweza kupambana na mkono wa sheria. Hata hivyo, Jason Msigwa kwa niaba ya Samia Suluhu alisekana kwa kibali cha maandamano sio uangalizi mdogo wa kiutaratibu, bali ni ukiukwaji wa kimsingi. Bila kibali cha maandamano, alielezea, serikali haiwezi kuhakikisha usalama, kudhibiti umati wa watu au kuzuia uwezekano wa kupenyeza kwa watu wanaotaka kutumia hali hiyo vibaya kwa madhumuni ya uhalifu. Kwa hivyo serikali lazima ichukue maandamano hayo yaliyopangwa kama vitendo haramu vinavyotishia amani na utulivu wa uchumi wa nchi. Kauli hii ya msemaji wa serikali ilionyesha wasiwasi unaoongezeka ndani ya serikali kwamba taarifa potofu za mtandaoni zinachochea hasira za umma. Alibainisha kuwa wananchi wengi wamepotoshwa kwa kuamini kuwa maandamano yanaweza kufanyika kwa uhuru bila kuzingatia sheria zilizowekwa. Alisema hii si kweli na serikali inaendelea kuwa macho katika kufuatilia majukwaa ya kidijitali ambako shughuli hizo za uandaaji wa maandamano zinafanyika. Kulingana naye, wanaoeneza habari za kupotosha wanawaweka wengine hatarini kwa kuwahimiza kuvunja sheria. Mtazamaji, je, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hizi za Maria Sarungi na onyo hili la serikali ya Samia Suluhu? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na usubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.